Asante Dokta kwa wasilisho zuri ambalo kwa ukweli ni wasilisho ambalo wanasema wazungu relevant, yani katika maisha tunayoishi hapa duniani ni wasilisho ambalo linatufaa sana sana sana, na haya tunayofundishwa basi tuyaweke katika vitendo. Basi kwa kuanza kipindi chetu, tuinamishe nyuso zetu tupate kuomba. Mtakatifu Baba yetu uketie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa kuwa nasi toka masaa yale asubuhi mpaka muda huu. Asante kwa masomo ambayo umekwisha tufundisha, na tunaendelea kujifunza habari zingine za uwekezaji na utafutaji wa fedha. Tunaomba elimu hii ikawe msaada katika maisha yetu hapa duniani. Tunaamini utakuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki hata mwisho wa kipindi hiki, kwani tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi katika mifululizo ya masomo ambayo tumeendelea kujifunza ya usuyo ujasiriamali, leo tutaangalia baadhi ya siri ambazo zitamfanya mjasiriamali awe na mafanikio, au wajasiriamali ambao wana mafanikio. Je, kunakuwa na nini nyuma yao? Kwa tutazigusa baadhi, na nimeziandaa kama siri 7. Kwa hiyo kwa muda huu ambao majira ya asubuhi, basi tutaanza na siri ya kwanza. Hizi siri sio rahisi kuzipata, lakini ukiwa mchunguzi zaidi unaweza ukajifunza kwa kutazama. Maana yake sio kila elimu unaipata ukiwa katika darasa au semina au eneo fulani. Kuna elimu nyingine unajifunza kwa kutazama, unajifunza kwa kuangalia, unajifunza kwa kufuatilia jambo kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Kwa hiyo ukichunguza mtu fulani alifanikiwa, utaweza kugundua siri ambazo zinamfanikisha ye katika hilo. Na hata ukipay attention, mfano wale wachunguzi huwa wenyewe anadili na wewe, anakuangalia toka unaamka mpaka unalala, huwa unafanya mambo gani, na anafanya hivyo labda hata kwa siku 7, akienda sana mpaka mwezi, anakuwa tayari alishapata taarifa za kwako kwa ukamilifu. Anajua muda huu uko eneo gani na unafanya nini, lakini kwa muda huo anakuwa hayupo eneo ambalo wewe upo. Kwa hiyo hizo ndo siri, ni mambo ambayo sio rahisi hawa watu kukueleza au la, ni mpaka wa kuamini katika kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo basi nimeandaa chache ambazo kiukweli ukizizingatia basi zitakuwezesha katika kufanikiwa kwenye huo mradi au hiyo biashara yako unayoifanya, au mradi ambao umekusudia kufanya hivi karibuni. Na siri ya kwanza imejengeka katika agano, ambao kwa sisi wa Kristo tunasema ni lazima uwe na agano binafsi na Mungu, kumjua Mungu na kujiunganisha na Mungu. Na tukizungumzia agano ni makubaliano ya pande mbili, lakini agano ambalo tunalisema hapa linakuwa na nguvu, manake Mungu mwenyewe anahusika katika hilo agano. Mfano wa agano mfano agano la ndoa. Ni kweli watu wanakuwepo wanashuhudia lile agano linafanyika, lakini lile agano linamhusisha na nani? Na Mungu. Kupitia Roho Mtakatifu anakuwepo wakati hilo agano linawekwa.
Na ndio maana mchungaji anamalizia anasema, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Kwa maana katika hilo agano Mungu amehusika hapo. Na ndio maana ikitokea changamoto, ukienda kwa mchungaji atakushauri mambo mengine ya kufanya ili kurekebisha mambo, lakini sio kuvunja, kwa sababu lile ni agano ambalo mmeingia kati ya hawa waliofunga ndoa pamoja na nani? Na Mungu. Ila tu mchungaji amewezesha hilo agano kufanyika. Kwa hiyo agano ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo usione tu mtu kafanikiwa, hujajua agano lake yeye ameliweka na nani au kuna nini nyuma yake. Ndio maana ni moja ya kitu cha muhimu sana kuweka agano, hasa kwa sisi wa Kristo, sisi tunaomwamini Mungu. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa katika biashara, katika miradi yetu, lazima agano letu liwe thabiti kati ya Mungu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na ile aya ya 18 inasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Kwa hiyo tunakumbushwa tumkumbuke Bwana Mungu wetu, maana yeye ndiye anayetupatia nguvu. Na ukisoma katika Biblia kuna nguvu nyingi, na tulikwisha kujifunza katika viwanja hivi habari ya nguvu ya dunamis. Nadhani waliokuwepo tuliweza kubarikiwa. Kwa hiyo hapa Mungu anatupa nguvu za kuupata huo utajiri ambao tunafikiria kuupata. Hapa sio nguvu za kunena kwa lugha au zinginezo, lakini nguvu zinazosemwa hapa zinazokuwa ni maarifa ambayo Mungu anatupatia, yanatuwezesha tuweze kufanikiwa. Na anafanya tu hivyo ili alifanye imara agano lake ambalo aliingia na baba zetu toka hapo awali. Kwa hiyo agano ni la muhimu sana, na hawa wanaofanikiwa wana maagano yao. Na kitu kingine kizuri kabisa, mfano kuna tajiri mmoja, historia haimtaji kama alikuwa 100% ni Mkristo, lakini alikuwa mwaminifu katika kutoa fungu la 10. Yeye aliishia tu kwenye fungu la 10. Huyu tajiri alikuwa anaitwa John Feller kule Marekani. Yeye akawa anasema anafanikiwa sana katika biashara zake kwa sababu anatoa fungu la 10, lakini hakuwa muumini ambaye anasali kama vile ambavyo tunasali leo au la, lakini aliamini katika hilo na alilifanya kwa namna ambayo yeye aliamini. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa ni lazima agano letu na Mungu wetu liwe thabiti kwa sisi wa Kristo, kwa sababu agano lina vitu kadhaa ndani yake. Ukisema agano, ndani yake kunakuwa na kiapo. Kama mfano niliyoutoa wa ndoa ni kiapo. Anaapa, watu wote tunasikia ya kwamba anamtoa atakuwa naye katika nyakati zote, shida na raha, uzima na afya na kadhalika. Kile ni kiapo, anaapa. Kwa hiyo na agano linakuwa lina kiapo. Kwa hiyo ni lazima viapo ambavyo tunaingia na Mungu, basi tutimize wajibu wetu katika hilo agano ili tuweze kufanikiwa. Lakini kunakuwa na madhabahu, hiyo yote iko ndani ya agano. Ukisoma habari ya Hana alikuwa pata changamoto ya uzazi, lakini alienda katika madhabahu na akamlilia Mungu na kaahidi ya kwamba akipatiwa mtoto atamtoa kwa nani? Kwa Bwana.
Kwa hiyo alifanya agano akiwa katika madhabahu, lakini agano ndani yake linakuwa na sacrifice, au unaweza nikasema dhabihu. Ni kitu ambacho unatoa na kinakuwa hakina mbadala. Ukitoa kitu ambacho kina mbadala, inakuwa sio sacrifice ambayo inamaanishwa katika agano. Mfano Isaka, Ibrahimu alivyoambiwa mtoe mwanao, na alikuwa na Isaka tu, na ndio mtoto wa ahadi aliahidiwa, na akawa hamna namna nyingine, na akafanya kama ambavyo aliagizwa, na Mungu mwenyewe ndiye alimzuia akampatia mwana kondoo. Lakini pia ukisoma Yesu ni kafara au ni sacrifice ambayo Mungu ameitoa ili kulifanya imara agano lake na sisi wanadamu. Lakini katika agano kunakuwa na damu. Damu inahusisha, yani inamaanisha umwagikaji wa damu lazima ufanyike. Kwa maana ukiangalia zama zile za agano la kale, watu kule walikuwa wanatoa wanyama, wanachinjwa, damu inamwagika kwa ajili ya ondoleo ya dhambi. Lakini baada ya Yesu kuzaliwa, basi alimwaga damu yake, ambayo kila robo huwa tunafanya ule ukumbusho wa kuonyesha ya kwamba damu aliyoimwaga ni ya thamani na ndiyo inatununua sisi. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo viko kwenye agano. Sasa utajuaje? Kwa hiyo kwenye hili agano kuna wengine wamefunga maagano yao na vitu vingine, sio Mungu. Mfano zile mali ambazo wanazipata kupitia kwa waganga wa kienyeji na kadhalika, kule kafara nazo hutolewa. Hivyo hivyo ni agano. Kweli unataka utajiri, mnakubaliana utajiri utapata, lakini atakwambia ili agano lako liwe imara lazima umtoe labda mama yako. Wao wanagusa yule mtu ambaye hana mbadala. Tusema dhabihu au sacrifice inakuwa haina mbadala. Yaani huwezi ukasema tusimtoe huyu mama baada tumtoe bibi. Watakwambia mtoe mzazi wako, mtoe mwanao ambaye unampenda, hakuna mbadala. Kwa pale kinakuwa kinatafutwa ni damu ili kufanya imara agano. Kwa hiyo kwa sisi wa Kristo, siri kubwa ya kufanikiwa ni lazima agano letu tuliweke imara na Mungu wetu, kwa sababu Mungu ndiye mpaji wa kila kitu na ni mmiliki wa kila kitu na dunia yote ikiwemo, kama ambavyo tulijifunza jana katika ile Zaburi ya 24 na ile aya yake ya kwanza. Kwa hiyo agano lina hivyo vitu ndani yake. Umwagikaji wa damu ni lazima utokee ili agano liwe thabiti. Lakini uzuri wa kwamba kwa sisi wa Kristo, tayari Kristo alishamwaga damu kwa ajili yetu sisi. Ni kumwamini tu na kufuata yale aliyotuelekeza tuyafanye. Katika mradi unaofanya, faida umepata, rudisha kwa uaminifu 10%, zaka 10%, sadaka inaweza ikazidi hata ya 10%, unaweza ukaenda hata 20%, kwa sababu tuna miradi mingi ya kanisa. Shiriki kikamilifu katika kazi yake ili uone ni kwa namna gani atakavyokubariki. Mnijaribu kwa namna hiyo ili muone ambavyo Mungu ataweza kutubariki. Kwa hiyo huo ndio muhimu, au hiyo ndio siri ya kwanza ambayo imejengeka. Kwa hiyo usione tu mtu kafanikiwa ukawa unasema huyu labda ana jambo fulani anafanya linamfanya tu anafanikiwa. Kuna maagano yanakuwa yamejificha huko. Maagano na mengine ni magumu kweli kweli, lakini kwa sisi ambao tunamwamini Mungu, agano letu tulijenge kwa Mungu peke yake, tulifanye thabiti agano lake, na miradi yetu itafanikiwa. Sio umekosa wateja, imani yako kwa Mungu inaondoka, unaanza kwenda kwa mtu mtaalamu fulani. Kuna wataalamu wapo, na siku hizi wanaweka paka matangazo. Kwa unaenda kwa mtaalamu akufanyie upate wateja. Hapana, mwamini Mungu,
nafanya kama ambavyo ameelekeza. Agano letu tulifanye kuwa thabiti, kwa maana yeye amelifanya kuwa thabiti kwa kutununua sisi, kwa kumtoa mwanaye, kumwaga damu yake kwa ajili yetu, ili tuweze kuwa wana wake. Hivyo tukimwamini tu yatosha, na atafanya zaidi. Kwa hiyo ni siri namba moja ambayo itakuonyesha ya kwamba huyu mtu anafanikiwa, agano lake ameliweka katika sehemu gani. Ila napendekeza kwetu sisi ambao tunamwamini Mungu, basi agano letu na Mungu wetu liwe thabiti, kama ambavyo Zaburi 89 na ile aya yake ya 34 Biblia takatifu inasema, mimi sitalihalifu agano langu, sitabadili neno lililotoka midomoni mwangu. Kwa ni Mungu mwenyewe anasema yeye hawezi kulihalifu agano ambalo ameliweka na sisi. Kwa hiyo tumwamini tu, na tukumbuke ya kwamba Mungu anatuwezesha tufanikiwe kama tukimshirika, akiwa mbia, akiwa stakeholder wa huo mradi wako, basi atakuwezesha ufanikiwe katika viwango vikubwa kabisa. Hiyo ni kwa ufupi kabisa kuhusiana na agano. Lakini siri ya pili, huo ndo mzizi. Siri ya pili ni kujituma kwa bidii. Kujituma kwa bidii. Na nakumbuka kipindi fulani tulikuwa na wataalamu wa kilimo, wakawa wanasema Tanzania bado hatulimi. Yaani bado kabisa katika ulimaji hatulimi. Tuna maeneo mengi ambayo ni mazuri, yanahitajika yalimwe, lakini sisi hatufanya nini? Hatuyalimi. Kwa hiyo bado kilimo kiko chini sana kwa nchi yetu ya Tanzania. Kwa sehemu ya pili ni kujituma kwa bidii. Siri ya pili, kujituma kwa bidii. Ongeza bidii katika kazi yako ili ufanikiwe. Usifanye uvivu. Ukiweka tu uvivu, huwezi kufanikiwa kama mjasiriamali au kama wajasiriamali wengine ambao wamefanikiwa. Ukisoma katika Mithali 10 fungu la 4, tulikwisha kulisoma, Biblia takatifu inasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini. Kwa wale ambao hawajitumi sana katika kazi zao, wao uwezekano wa kuwa masikini ni mkubwa, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Kwa hiyo yule anayefanya kazi kwa bidii ndiye anafanya nini? Anatajirika. Lakini akiongozwa na agano aliloliweka hapo juu. Kaweka agano na nani? Ukisoma tena Mithali 12 ile aya 24 inazungumzia hiyo kuonyesha mtu mwenye bidii anakuwaje au ni nini anakuwa navyo. Mfano inasema, mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Kwa hiyo mwenye bidii atatawala. Na kwa kweli kutawala ni jambo ambalo kila mtu analipenda, kuwa na mamlaka. Mtu mwenye fedha hata anavyokaribishwa au alifanikiwa anavyokaribishwa tofauti na mtu ambaye hajafanikiwa. Ukisoma pia Mithali 12 ile fungu la 27 inasema, mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Kwa hiyo ni yule ambaye atajituma kwa bidii, ndio atakuwa na mali za thamani. Mali za thamani tunazifahamu. Watu wana gorofa, wengine wanamiliki ndege. Hizo ni baadhi ya mali za thamani, lakini kuna vitu vingi sana vya thamani
zaidi ya hivyo. Kwa hiyo bidii ni ya muhimu kwa mjasiriamali ili tuweze kufanikiwa. Mithali 21 fungu la 5, Biblia inasema mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Kwa hiyo mwenye bidii mawazo yake yanauelekea utajiri, na Mungu anawawezesha kupata utajiri au kufanikiwa katika viwango vya hali ya juu, viwango vikubwa, viwango ambavyo kwa hakika kila mtu anavitamani. Hivyo ndivyo ambavyo tumeona mafungu machache yakizungumzia faida za kujituma kwa bidii katika miradi yetu, katika biashara yetu, na au katika miradi ambayo tutaianzisha, ya kwamba ni lazima kujituma kwa bidii. Kujituma kwa bidii kutahitaji uwe na discipline ya hali ya juu sana, lakini katika kujituma kwa bidii kunahitaji uwe na malengo ndani yake. Na kujituma kwa bidii ni lazima utoe kafara, kwa maana muda ambao ungeutumia labda kwenda kukaa tu sehemu na kujifurahisha mwenyewe, inabidi uwekeze katika kutafuta mali au kusimamia mradi wako. Lakini pia kujituma kwa bidii, lazima agano lako uliweke thabiti pamoja na Mungu ili uweze kufanikiwa. Lakini siri ya tatu ambayo kwa wajasiriamali wengi waliofanikiwa kwa Tanzania au kwa utamaduni wetu huwa tuipendelei sana, ni kusoma zaidi, kuongeza uelewa mpana wa biashara mbalimbali pamoja na mradi unaofanya. Kwa sababu nakumbuka kuna usemi ulisemwa ya kwamba ukitaka umfiche jambo Mtanzania, basi liandike tu alafu liweke hapo, hata lijua hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu hatuna utamaduni wa kusoma, kuongeza uelewa na maarifa. Kwa sababu kuna mfumo upo umewekwa ambao unatuonyesha ya kwamba kama hujapita kwenye huo mfumo, basi uelewa ulionao unaonekana hauna thamani, na huo mfumo ni wa vyeti. Mtu anaweza sipate fursa ya kupita kwenye mfumo huu ambao tunaufahamu, lakini hivyo vitabu vinachapishwa na vinauzwa. Kwa hiyo mtu anaweza kanunua hata vitabu tu mfano cha form 1 vile, akavisoma na akaelewa vizuri, na hata akadebate au akajadiliana na mtu ambaye hata yuko chuo na nini, kwa sababu amesoma huko na anauelewa bila shida. Lakini kwa kuwa hajapita kwenye mfumo mwingine, basi ataonekana huyu mtu ya kwamba si lolote si chochote, kwa sababu amekosa nini? Cheti. Kwa hiyo niwatie moyo, vitabu ni vingi sana vimeandikwa na maarifa yako mengi huko ndani. Hivyo inatupasa sisi tujitoe kununua na kusoma, tukubali pia kujifunza kutoka kwa wengine, tuongeze uelewa mkubwa zaidi. Na ndo maana watu wengine wakaja na sera ya kuwafanya watu wasome vitu vichache, vingine wasivisome, ili kuficha ukweli. Lakini vitabu vina maarifa mengi sana. Unaweza ukajifunza ufugaji. Mfano, nitoe kisa kimoja cha mfugaji wa samaki wale wa kufugwa, yuko Mahenge, lakini Mahenge hii ni ya Iringa, so ile ya Morogoro. Anafuga pale, yeye aliyokota vipeperushi hivyo vya USAID, walikuwa wamewekeza huko kwenye miradi ya kilimo na ufugaji. Aliyokota kipeperushi chenye hizo taarifa. Kwa hiyo akakaa ndani, akasoma, akaelewa, akatengeneza bwawa kwa kufata mwongozo wa kipeperushi.
akaenda akanunua samaki hapa karibia na Kitonga, kuna mtu anauza samaki, sikupata jina lake, akanunua akaenda akaweka, akawafuga na akauza, lakini hakuna darasa aliloingia. Aliokota tu kipeperushi. Nilikutana naye katika shughuli zangu za kazi, ndo akanipa ule ushuhuda. Na yeye kwa elimu ameishia tu darasa la 7, kwa sababu familia zetu nyingi kidogo ni za hali ya chini. Kwa hiyo wazazi wake hawakuweza kuwa na fedha ya kumpeleka aendelee mbele na masomo, kwa hiyo akaanza kutafuta fedha. Kwa hiyo kipeperushi tu amefanya ule mradi na unafanya kazi. Na wale samaki niliweza kuwatumia, ni wazuri tu, alikuwa ameweka sato wazuri na ni fresh kwa kweli, tulienjoy kula kitu fresh kabisa. Kwa hiyo hii ni kanuni, ni siri. Kwa hiyo hata wafanyabiashara wakubwa wanasoma. Kwa kazi nayofanya napata fursa ya kukutana nao. Kwa hiyo ukienda labda anapoishi unakuta anakuambia hapa ni library, ameweka vitabu. Unakuta amepanga pale, anakuambia hivi labda hivi vya uwekezaji, hivi vya nini, ameweka pale vitabu na anasoma, ameweka na meza na kiti safi, sehemu ya kupumzika, na anakuwa na muda wake wa kwenda kusoma. Kwa hiyo kuna baadhi ya wajasiriamali wafanikiwa wanasoma, hawakai. Wanafuatilia kujua kuna mabadiliko gani katika sekta uliyopo. Unaweza kuwa uko kwenye kilimo lakini hata ujui kama kuna fursa mpya imekuja katika hiyo sekta yako ya kilimo. Ni kwa sababu umejifungia. Kwa hiyo kusoma, kuongeza uelewa mpana wa biashara mbalimbali na mradi unaofanya au biashara unaoifanya ni muhimu kweli kweli katika kufanikiwa. Jua mradi wako, jua sheria, jua fursa, jua changamoto, itakusaidia sana katika kuendelea kusimamia mradi wako katika viwango ambavyo vitakunufaisha sana. Kwa hiyo tuwekeze katika ubongo. Hii kusoma ni investment ya ubongo, brain yako iwekeze. Lakini sio dhambi hata kujua field zingine wanafanya nini. Jipe muda wa kusoma. Kweli we ni mwanauchumi ni nini, lakini sio dhambi ukajua hata sheria zilizopo ambazo zinaongoza katika hilo eneo ambalo we unataka kujikita. Lakini ujue pia hata muongozo wa kama nchi tunaelekea wapi. Ile agenda 2025 sasa hivi wana update, tunaenda mpaka miaka 5 mengine nadhani 30. Kwa hiyo vile ni vitu ambavyo inabidi tuvifahamu ili tuone hata nchi imeweka uwekezaji mkubwa katika maeneo gani. Hizi nyanda Highland Zone huku Iringa, Njombe, Ruvuma, Mbeya ni maeneo ya kilimo. Ujue hata sera ya nchi inasemaje kuhusiana na kilimo, itakusaidia sana katika biashara yako. Itatusaidia sana. Kwa hiyo kuendelea kuamsha akili yetu, kuweka vitu vipya itatusaidia sana. Kama ambavyo Mithali katika Biblia, Mithali 4:13 pia imetiliwa mkazo hilo jambo. Mithali 4:13 Biblia inasema, mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Kwa hiyo tuendelee kujifunza, tusitosheke na pale ambapo tumefika. Tuendelee kujifunza. Semina kama hizi tunajifunza. Mfano leo mimi nimeshajifunza ya kwamba kumbe kuna sababu mbalimbali za kumsababisha mtu anapata changamoto ya mtoto kuzaliwa na kichwa kikubwa. Lakini mimi sijasomea udaktari,
lakini Mungu amewaleta madaktari tunao na wametupa hiyo elimu. Kwa hiyo si daktari, lakini naanza kujua sababu. Lishe imetajwa, lakini magonjwa mengine, ili kujikinga, kufanya nini? Ule vizuri, lakini ujipange. Daktari akasema unajipanga kupata mtoto, mnaanza kula kabisa ile madini, kuandaa sehemu ya mtoto kukaa ili asipate shida. Kwa hiyo ndiyo elimu. Kwa semina kama hizi watu wa Mungu zikitokea, basi tuzichangamkie. Lakini siri nyingine, siri ya nne yenyewe inasema anza kufanya mradi au biashara unayofikiria kwa hatua ya mwanzo, ili uanze kutengeneza historia, lakini pia kuifahamu hiyo biashara. Ni hatari sana kuingiza fedha nyingi kwenye mradi ambao ndio unauanza. Ni hatari kweli kweli, na ndio maana hata mikopo mingi inayotolewa, ukisema tu bana mimi ndiye naanza, wanakuambia kaanze kwanza, baada ya mwaka au miaka miwili then njoo tuzungumze. Kwa sababu kama umefikiria mradi ndo unauanza, hujajua changamoto zake ni zipi ambazo utakumbana nazo. Mfano, kuna mfanyabiashara mmoja alianzisha, yeye alifikiria akafungua hizi biashara za uwakala. Alipofungua tu akaibiwa 1,500,000. Yaani siku tu kafungua, siku hiyo 1,500,000 ikaibiwa. Kuna wale wanakuja, naomba nitume hela, lete niandike namba. Kwa ana save namba yake M-Pesa, anaangalia message ya mwisho ina shilingi ngapi, alafu anaongezea ile 130,000 anakuforwardia. Ukicheki imetoka M-Pesa na ile 130,000 imeongezeka, basi unampatia fedha, anaondoka. Baadaye ukianza kubalance, unaangalia sasa salio, unaona 130,000 haipo. Ukija kucheki kwenye phone book, kumbe kuna mtu kajisave M-Pesa kwa alipoteza. Kwa hiyo unatakiwa uanze kwa kidogo, lakini usikope, ili uweze kuelewa. Wengi anasema mimi nataka nianze biashara ya duka, anza hata na 500,000, mpaka nipate 6,000,000. Anza na ulichonacho. Musa aliambiwa tu, mkononi una nini? Akajibu, nina fimbo. Akapewa maelekezo, akafanya, basi watu wakaondoka. Kwa hiyo anza, hiyo ni kanuni. Na wengi hapa wanasita mwakani. Mwaka inakwenda, mwisho kile kitu akifanyi, na usikute angefanikiwa zaidi. Huyo mtu labda inatokea anafariki, manake kile kitu kinashindwa kuinufaisha, kimeshindwa kumnufaisha yeye mwenyewe, na hata watu ambao wamewaacha nyuma hawawezi kunufaika, kwa sababu tu alishindwa kuanza. Akiwa tayari ameshajiwekea mavitu makubwa, anataka anze na mavitu makubwa. Hapana, anza kidogo. Ndio maana hata nyumba unaanza na msingi. Hata kama kujenga hivyo hivyo, una hela ya msingi labda 1,000,000, tandika msingi, alafu unajipanga, unaendelea stage nyingine, unamaliza nyumba. Ukija kufanya thamani umetumia 1,100,000, lakini ukuishika yote kwa pamoja. Ukisubiri uishike yote kwa pamoja, hutajenga, utaishia kupanga mpaka mwisho. Kwa ni kuchukua hatua ya kuanza, hiyo ni siri, na wote walianza. Namba tano inasema dhibiti tamaa yako ya mafanikio. Mtu anataka anze biashara leo au mradi leo, anataka baada ya miezi miwili aje afanane labda na wafanyabiashara wakubwa ambao tunao hapa. Hapana. Jifunze kuidhibiti ile tamaa. Na hapo ndio wengi tunafeli, na kwa sababu tamaa tunashindwa kuidhibiti. Na ndio maana matapeli siku hizi akikupigia simu anakutapeli, anakutamanisha uone ya kwamba utafanikiwa zaidi. Hata wale wanaopiga simu anakuambia bana, kuna mradi nimepata, labda wanalipa $100. Sasa mimi nataka nikushirikishe wewe, ili sisi tununue pale kwa $50, halafu tuuze pale $100, tunapata faida ya $50.
anakuzidishia hapo na quantity na nini, anakuambia labda mbolea wazungu wanahitaji. Sasa ukiangalia hapa natoa $50, hapa napata 100, unachukua hela unamtumia, namba haipatikani. Kwa sababu ya nini? Ni tamaa ya mafanikio. Watu wanakuja, juzi wameibiwa, inaitwa LBL nadhani kama sijakosea, Morogoro na maeneo mengine, millions of money watu wamepoteza. Huu ni mradi niliujua kwa sababu rafiki yangu yuko Tabora, alinipigia simu. Akaniambia bana, wewe umeishi Morogoro, unawajua hawa? Alivyonitajia tu, si unaweka hela si kila siku 500, nikasema mnaga hela ya hivyo. Hakuna fedha iliyo rahisi kiasi hicho. Hakuna. Kwa hiyo hao ni matapeli, usiwekeze fedha. Akaniambia watu wanapata hela, nikasema sawa wanapata, lakini usiweke fedha yako. Basi nikaachana naye. Juzi anakuja kunipigia ya kwamba ni Watanzania wengi wameibiwa. Waliweka hela, wanakupa kila siku kidogo, unaona unapata. Wengine wapo kweli walotoa. Sasa wakitoa unapewa hamu ya kupata zaidi. Kwa hiyo akaniambia kule walimu walienda wakakopa benki, mishahara yao wameweka kule. Alafu ndio ile kampuni imefanya nini? Imepotea. Walitamanishwa nini? Ni tamaa ya mafanikio. Anaona akiweka siku 2-3 anapata milioni 10. Fedha haipo kwa staili hiyo. Dhibiti tamaa ya mafanikio. Wale wanadhibiti na wanakwenda na mipango, hatimaye wanafanikiwa. Kwa hiyo hili eneo ni wengi tunapoteza millions of money kwa sababu ya tamaa ya kufanikiwa kwa haraka. Mradi ni kama mtoto, anakuwa hajiwezi pale anabebwa, ndivyo unapoanza nao, unapambana nao, baadaye unaanza kupata nguvu, unakaa sasa, mradi unaanza kukuonyesha kwamba kuna kitu utaanza kukipata. Baadaye unaanza kutambaa, maana yake unaanza unasogea, unatembea, unakuonyesha sasa kuna mwanga mbele unakuja mkubwa, lakini zozote unaenda kwa hatua. Ni miaka inapita hapo, hatua kwa hatua unafika. Ukiona tu kitu cha haraka pa jua hapo kuna kitu hakiko sawa. Usikurupuke katika kufanya maamuzi ya kuingia kwa mradi wa namna hiyo. Unakuwa ni hatari kwako pamoja na familia na kila wengine. Kwa hiyo wengi wanapotea hapo. Mithali 1 fungu la 19 linasema, ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walio nayo. Kwa hiyo ukiwa na tamaa itapelekea utafanya mambo makubwa, utafanya wizi, utaanzisha mradi lakini utawaibia wateja, unawapoteza. Ukiwa na tamaa, mwenzio ana kompyuta utamuibia. Kwa sababu tulipita vio tuliibiwa laptop kwa sababu ya mtu alikuwa ana tamaa, na aliyeiba sasa ilikuwa ni hatari, alikuwa ni anasomea sheria. Ni jambo ambalo lilikuwa la kusikitisha sana. Anaisomea sheria ndo alituibia laptop. Bahati nzuri alipokuja kuiba kwa mara ya mwisho, aliingia chumba ambacho anailala wa kwanza hajalala, ila amezima taa, kwa hiyo haoni kama yuko macho. Kwa hiyo ndo alipokamatwa, basi tukapata kompyuta kama 10 na simu. Na alikuwa naiba zile nzuri tu, Samsung, iPhone, basi alikuwa hizi zingine Tecno unakuwa umepona kwa zama hizo. Kwa hiyo tamaa ni mbaya, itakupelekea utafanya mambo ambayo mabaya. Lakini kanuni ya 6, nikikimbizana na muda, inasema kufuata kanuni za fedha. Kanuni za kifedha. Fedha ina kanuni zake, tena ni ngumu. Kwanza ujue fedha au pesa haina utu ndani yake. Sisi ndo tuna utu, mimi na wewe tuna utu, lakini fedha haina utu. Ndio maana hata kama unaumwa uko hoi, wewe ndio baba, mtoto atakuja tu atakuomba, baba naomba fedha nikanunue daftari, naomba fedha ya ada. Hajui habari za wewe unaumwa, anataka nini? Fedha.
Mama atakwambia baba fulani, mchana tunakula nini? Unamwambia si unaona niko kitandani. Sawa, uko kitandani, mchana tunakula nini? Kwa hiyo kanuni ya fedha ni ngumu na inatuguide mpaka kwenye kutoa misaada. Kwa sisi wa Kristo matumizi yanajulikana, zaka na sadaka, kadri unavowiwa, miradi mingine ya kanisa unaisapoti, lakini kwenye kusaidia watu wengine kama ambavyo tulifundishwa ni lazima sisi kama mawakili watu wengine tuwasaidie. Basi tuweke utaratibu wa kusaidia. Usitoe tu ikaisha alafu ukaanza kulalamika, utapata laana. Weka utaratibu. Makampuni makubwa yameweka utaratibu, wenyewe wanaita CSR. Anasema labda mwaka huu tutasaidia madawati shule kadha wa kadha, wanasaidia, wanaweka mkakati na wanajua sehemu ya faida hii, basi tutaweza kufanya hiyo. Kwa hiyo na wewe unaweka mkakati katika faida mradi wako, chukua kiasi fulani, basi uweze kusaidia hao watu wengine wenye shida, kama ambavyo tumefundishwa sisi kama mawakili ni lazima tuweze kufanya hivyo. Lakini kanuni za fedha zina sifa zifuatazo kwa haraka. Kanuni inakuwa imebeba matokeo mazuri na madhara. Kwa maana yake ukikiuka unapoteza, ukizingatia unanufaika. Lakini pia haibagui wala haichagui. Kwa hiyo yeyote yule ambaye atazizingatia hizi kanuni atafanikiwa. Haichagui rangi, haichagui jinsia, haichagui huko katika nafasi ipi. Ili mradi tu ukiweza kuzifuata hizi kanuni utaweza kufanikiwa. Ziko nyingi, tukipata muda kwa mara nyingine tutazigusa, lakini kama mjasiriamali jifunze kanuni za kifedha. Fedha ina kanuni zake, kidogo ni ngumu na hazina utu ndani yake. Ndio maana nikazungumzia hazina utu na tuzielewe kwa namna hiyo hiyo, tusiongeze. Na ndio maana mikataba ya mikopo ya fedha ni migumu. Akikwambia tarehe 5 ni tarehe 5, haipinduliwi hapo. Ukizidisha tu siku moja, shida inaanzia hapo. Haijalishi uko katika hali gani. Hizo ndio kanuni zinazohusu fedha. Ni ngumu watu wa Mungu. Ni ngumu watu wa Mungu. Tukienda kanuni ya 7, uwe na mshauri au washauri wanaofaa. Mshauri au washauri wanaofaa itategemea na mradi wako, ila washauri kwa kweli ni sehemu ya kuizingatia sana. Washauri katika mambo ya kisheria, washauri katika mambo ya kidini. Tuna wachungaji, una mradi wako katika washauri wako, katika wachungaji tulionao kanisani, mmoja ambaye utaona ataweza kukusaidia, mchukue upate huo, unapata ushauri wa mambo ya kidini, ni kwa namna gani mradi wako utaufanya, lakini ukimtukuza Mungu. Kwa wachungaji wanaingia. Ukitaka kiuchumi, katika masuala ya uwekezaji, utamchukua mtu ambaye unajua atakusaidia huko. Mambo ya kikodi, mambo ya kihasibu, mambo hata ya kiafya, kwa sababu wengine wako bize na biashara mpaka wanaumwa madonda ya tumbo hali mchana. Anapambana kuzitafuta fedha. Ni lazima utafute fedha, lakini ni lazima uishi. Unaweza kuwa na daktari akakwambia huu mradi wako unaufanya ili uendelee kuwa na afya njema na ufanikiwe zaidi, kuna mambo haya unatakiwa uyafanye. Kwa hiyo usiseme huyu ni daktari aweze kunisaidia kwenye biashara. Hapana, wana umuhimu. Na ndio maana makampuni makubwa yana hao watu wanakuwa wanafanya seminars aidha kwa kila nusu ya mwaka au kila robo, kuwafundisha. Mfano hivi magonjwa ya mlipuko yakitoka, basi ule daktari ndo anasimama pale. Kwa mfano nilikaa miaka mingi sana nilikuwa sijui hata hepatitis B na madhara gani, ila kuna kampuni nilikuwa nayo ndio nikaja kuijua kwa sababu wana hiyo program.
Kwa daktari akatufundisha na tukapima, tukapata zile chanjo za kutukinga. Manake kugusana, jasho na kadhalika, unapata moja ya visababishi vya ule ugonjwa. Kwa hiyo usione haya kuwa na daktari akushauri kwa mradi unaofanya ili uwe na afya njema. Lakini pia hata kiulinzi na usalama, sio mbaya ukawa hata una either OCD au mtu fulani akawa na kushauri katika huo mradi wako, akihusianisha na mambo ya kiulinzi na kiusalama wa nchi. Je, ufanyeje, uendelee kufanya nini, kufanya katika mazingira yaliyo mazuri. Na hao ndio wao wanawashauri hata wafanyabiashara wakubwa. Wengine wanakuwa wanatembea na zile silaha, japokuwa sio kitu kizuri sana kutembea na silaha, lakini inaweza kwenda kuhamasisha kuitumia katika maeneo ambayo sio mazuri. Lakini jua ya kwamba sio kila mtu anafaa kuwa mshauri, kwa sababu washauri wengi wanataka ndoto zao zitimizwe na mtu mwingine. Wengi sana ukienda tu bana nishauri, anakwambia unataka uanze biashara ya kuuza mazao, hiyo achana nayo, tukalime parachichi. Ujue hiyo parachichi ndio ndoto yake yeye. Sasa je, mshauri anatakiwa na sifa gani? Kwanza awe na hofu ya Mungu. Awe na hofu ya nani? Ya Mungu, ili aweze kukushauri vizuri. Asije akakushauri bana tuibie serikali. Anaweza kukushauri usilipe kodi. Sasa usipolipa kodi umeibia nini? Serikali. Na ukiibia serikali unaingia kwenye kosa la kuhujumu uchumi. Na hilo kosa ukikamatwa hata dhamana tu halina. Unaanza kuharibu maisha ya kwako. Umewekeza muda, umewekeza time ndo muda, umewekeza resources, mali zako. Umewekeza paka na nguvu ambazo Mungu amekupatia za kuusaka huo utajiri, lakini mwisho wa siku unaishia sehemu mbaya. Ukisoma katika kitabu cha Daniel ile sura ya 2, ukipita hapo utakutana na zile habari. Mfalme kaota na anawaita wote wenye hekima, anawaambia wamtafsirie, na wakishindwa wanafanya nini? Wanauawa. Kwa Danieli na wenzie wakaenda kumwomba nani? Mungu. Na Mungu akawapa mafunuo ya ile ndoto ina maana gani, akaweza kumweleza mfalme na hatimaye wakapona. Lakini asingekuwa na uhusiano mzuri na Mungu, manake ndoto ile ingekuwa ni mtihani, na hatimaye kama mfalme alivyosema, basi watu wangeuawa. Lakini awe mtaaluma, yani awe hicho kitu amekisomea. Mfano kwenye mambo ya afya tuna madaktari. Kama Sabato iliyopita mmoja wa washiriki wa kanisa ambaye ni daktari alitupa elimu ya kuhusiana na huu ugonjwa ambao umeibuka. Tuna madaktari wawili walishirikiana wakatupa elimu ya ugonjwa huu wanaita mpox, na madhara yake, dalili zake ni nini, ukiona ufanye nini. Hizo zote ni elimu. Kwa hiyo awe mtaaluma. Mimi ukinifuata na kushauri katika mambo ya afya, ndugu yangu, nitakupoteza na utapotea kweli kweli. Sijui wala sijasoma kwa undani zaidi. Lakini pia awe na uzoefu wa kutosha. Mtu ambaye anatoka leo chuoni na ambaye tayari alishatoka chuoni miaka 10 iliyopita, wanakuwa wana uzoefu tofauti. Huyu ana uzoefu wa kusoma makaratasi basi na presentation, lakini huyu aliokuwa kwenye field ana uzoefu kwanza wa makaratasi aliyoyasoma, lakini pia ana uzoefu wa field kabisa. Manake dalili huwa inaweza kuwa ni ya malaria, lakini inaenda inatofautiana. Wataalamu wetu wanasema hivyo, huwa zinabadilika. Ndio maana wanaendelea kujifunza kila siku. Mdudu naye ni mjanja, anabadilisha maumbo ili aendelee naye kufanya mambo ambayo sio mazuri kwa mwanadamu. Kwa mtu aliyoko kwenye field ana uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo chukua mtu ambaye mwenye uzoefu wa kutosha. Lakini pia asiwe mwenye kulazimisha jambo, yani asiwe mfanya maamuzi. Mshauri mzuri atakwambia bana,
Ukipita hii njia ya Mapinduzi unafika Ngome. Lakini pia hata ukipita hii Dodoma Road hii ya zamani inapita hapa mbele, unafika nayo Ngome. Lakini hata ukipita ile ndo mpya kule, yote unafika wapi? Ngome. Lakini atakwambia ukipita hii utaokoa nini na nini na nini. Yaani anakupa faida na hasara ya kupita huku, faida na hasara ya kupita huku, faida na hasara ya kupita kule, ili sasa ukae ufanye maamuzi, uone ni kipi unaweza kukibeba. Na ukiwa mshauri, ukiona hajafanya ulilomshauri, usikasirike, kwa sababu ushauri sio shuruti, umeshauri tu. Kwa ushauri unaweza kaufanyia kazi au akauacha ukaja ukafanyika baadaye. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya sifa za mshauri. Kwa hiyo ukiitwa kuwa mshauri, usiwe ndo mfanya maamuzi. Kuna wafanya maamuzi ambaye ndo muhusika mkuu. Kama ni kampuni, ni ile board of directors ndo wanafanya maamuzi. Wewe unashauri kwa utaalamu wako, bana hichi kina 1 2 3, hichi kina 1 2 3, then unasema nawasilisha. Wao ndo watafanya maamuzi, watakwambia tumeamua twende huku kwa sababu hii na hii na hii. Basi mnafanya kwa staili hiyo. Kuna hatari kubwa sana usipokuwa makini katika ushauri. Kwa sisi wafanyabiashara au wajasiriamali, kuna hatari kubwa sana ya kutokuwa na washauri. Tunaweza tukafanikiwa sawa, lakini kuna hatari. Mfano, ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 10 yote, ambapo tunakuja kusoma kisa cha mpasuko wa Israel, wakagawanyika. Ndo tumepata Wasamaria walitokea hapo, makabila yakatawanyika, mengine yakakwenda kaskazini, mengine kusini. Ule mtawanyiko unaona ulisababishwa na nini? Na ushauri. Manake huyu aliomba ushauri. Kwa hiyo wale wazee waliokuwa na Suleimani wakamshauri, bana, hawa watu, hilo zigo imetumika kama kongwe, kitu kama hicho, yani mzigo waliokuwa nao, masumbufu waliokuwa nayo, hebu watendee kama walivyoomba. Lakini huyu mtu akaja akashauriwa na vijana. Sasa sijajua, ndo siji shida ilianzia huko mpaka vijana tukawa tuaminiki. Vijana walimshauri akamwambia, bana, waongezee zaidi ya pale ambapo waliwekewa mwanzo. Na ukaona huyu mfalme akachukua ushauri wa nani? Wa vijana. Kwa hiyo Israeli ikagawanyika, makabila 12 yakagawanyika, ndo tukawapata na Wasamaria. Kwa Wasamaria wanatengana, lakini wale ni ndugu, baba yao ni mmoja, Yakobo. Kwa hiyo kuna hatari sana ya kutokuwa na washauri. Lakini pia katika kuchukua ushauri ni lazima tupime. Ndio maana mwanzo tulijifunza habari ya kwamba ni lazima sisi tujiunganishe na Mungu ili tuweze kupata hekima. Ukiangalia katika Biblia, ombi kubwa la Suleimani, aliomba hekima. Mali zilikuwepo za kutosha, lakini akaomba nini? Hekima. Na hekima ilimsaidia katika uongozi. Hivyo basi tujiungamanishe na Mungu wetu wa mbinguni ili tuwe na hekima katika kupima mambo mbalimbali, ikiwemo mashauri mbalimbali yatakayotolewa. Kama hapa kuna washauri wawili tumewasoma, wazee ambao walikaa na Suleimani wakamshauri, lakini vijana ambao alikuwa nao sasa nao wakamshauri. Lakini akakaa kaona wazee labda aliona washapitwa na wakati na nini, akachukua wa vijana, ambapo akaharibu, akaleta mpasuko mkubwa katika Israel. Wakapatikana Wasamaria na wengine, na wakawa wachangamani kabisa, lakini wale ni ndugu kabisa wa baba mmoja. Kwa hiyo hayo ni machache ambayo nikaona tuweze kushare
au tuelezane katika masaa ya asubuhi ili yatusaidie katika miradi tunayoianzisha, biashara tulizonazo, tuweze kuzisimamia na zituletee mafanikio makubwa, ambapo maisha yetu yabadilike, lakini pia watu wanaotuzunguka nao wanufaike na huo mradi. Lakini si hivyo tu, kanisa la Mungu au wito ambao tumeitiwa tuweze kuufanya kwa ukamilifu wake kama ambavyo tumeagizwa. Maana lile ni agizo tu, tumeambiwa tuenende. Hakusema chukueni hizo milioni 10 nendeni nazo. Yeye alishasema vitu vyote ni vya kwake, nyie nendeni, vitumieni hivyo alivyotupatia tuweze kuwa na mbaraka. Basi kwa kuhitimisha kipindi chetu kwa majira ya asubuhi, tusimame watu wa Mungu tuweze kupata ombi na tunyoshe miguu kidogo. Yehova mfalme uketie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa somo fupi ulotupatia kuhusiana na ujasiriamali. Tunakuomba mioyo yetu, fikra zetu zikapokee hizi habari, hizi jumbe kwa namna ya tofauti na ambavyo tunapokea miaka yote. Badiliko likaonekane katika maisha yetu. Wabariki wote ambao wapo katika viwanja hivi, wahudumu na ambao wako njiani wanakuja katika viwanja hivi, ili kwa pamoja sote tukabarikiwe kwa namna ya pekee sana, lakini zaidi ukituandaa kwa ajili ya kuifanya kazi yako ambayo umetuita kwayo, na zaidi tukawe wenye kurithi ule ufalme au uzima wa milele kama ambavyo umetueleza katika agano ambalo tumeingia na wewe. Tunaamini utakuwa nasi sasa na hata vipindi vinavyofuatia, kwani tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen.